Mwongozo wa kujifunza Biblia leo ikiwa ni Agosti 18 siku ya Jumanne. Mada inasema Kristo malimbuko. Kama Yesu asingekuwa hai, matarajio yoyote kuhusu wakati ujao yangekuwa ni uongo tu. Wakorintho wa kwanza sura ya 15 ya 12 hadi 19. Lakini sasa Kristo amefufuka katika wafu, aya 20. Ufufuo wake ni tukio la kihistoria. Kwa hiyo, tunaweza kuwa na uhakika kwamba wote waliokufa katika Kristo watafufuliwa wakati wa kuja kwake. Wakorintho wa kwanza sura ile ya 15 20 hadi 23. Soma waraka wa kwanza wa Paulo kwa Wakorintho sura ile ya 15 20 hadi 23. Inamaanisha nini kusema kwamba Yesu ndiye malimbuko? Mwisho wa zama hizi za uovu utaambatana na ufufuo wa kimwili wa wale waliokufa katika Kristo. Aya ya 24 katika Wakorintho wa kwanza sura ya 15. Ufunuo wa Yohana sura ya 20 ya 5 na ya 6. Kama Adamu wa mwisho, Kristo atakabidhi ufalme kwa Baba kwa kurudisha utawala wa ulimwengu huu kwake. Wakorintho wa kwanza sura ya 15 25 hadi 28. Kujitiisha kwa Kristo kwa Mungu, aya 28, lazima kueleweke kulingana na jinsi Adamu na Kristo wanavyoelezewa katika uhusiano wao kwa wao. Kama Adamu wa mwisho katika mpango wa ukombozi, aya ya 45, Yesu anajisalimisha kabisa kwa mapenzi ya Baba, jambo ambalo Adamu wa kwanza alishindwa kufanya. Katika Wakorintho wa kwanza sura ile ya 15 29 hadi 34, Paulo anaanza tena wazo lake kuhusu upumbavu wa kukana ufufuo wa Kristo. Anatumia kielelezo cha ubatizo kwa sababu wenyewe ni ishara ya muungano wa muumini na Kristo katika kifo na ufufuo wake. Warumi sura ile ya 6 ya 3 na ya 4, Wakolosai sura ya 2 ya 12. Haina maana kukataa ukweli wa ufufuo. Jambo ambalo ni gumu kufahamu hata hivyo ni kile ambacho Paulo alimaanisha kwa kirai kubatizwa kwa ajili ya wafu. Wakorintho wa kwanza sura ya 15 ya 29. Mapendekezo mbalimbali yametolewa, lakini inafaa zaidi kufasiri kirai hicho kama kinachorejelea uamuzi wa baadhi ya watu kubatizwa ili waweze kuunganishwa tena na wapendwa wao waliokufa wakati wa ufufuo. Ingeweza pia kuwa uamuzi wa kubatizwa ulikuwa mwitikio wa maisha ya mfano ya wale waliokuwa wamekufa katika Kristo. Kisa hiki kingerejelea watu wasiobatizwa badala ya wafu, bali kwa sababu ya wafu. Pili, kujihatarisha kufa kungekuwa bure kama kusingekuwa na ufufuo. Wakorintho wa kwanza sura ile ya 15 aya ya 30 hadi 32. Ingefaa zaidi badala yake kufurahia anasa za ulimwengu huu. Wakorintho wa kwanza sura ya 15 aya 32. Tafakari maneno ya Paulo katika Timotheo wa pili sura ya kwanza ya 12. Angewezaje kuwa na uhakika hivyo kuhusu wakati ujao? Tunawezaje na sisi? Mungu atubariki sote na nikutakie tafakari njema.